Na mko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Amka na Baraka One TV, ikiwa tarehe 23 za mwezi wa 10 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na ivuta kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Masisi M23 walikamatwa na wazalendo watoa siri kubwa. Ituri, kundi la Serpe lake Toma Lubanga la sambaratika, jipya lataka kuundwa. Nyangezi, vita ya pamba moto kati ya waza dhidi ya magaidi wa M23. Na hizo ndizo taarifa ambazo tutakuwa tuko nazo kwa asubuhi ya leo. Kumbuka operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tumia namba zetu ili uwe wa kwanza kushiriki katika operesheni hii, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine mengi ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Masisi, ambako M23 walikamatwa na wazalendo watoa siri kubwa. Baada ya kuweza kuangukia katika mikono ya Generali Gideon, magaidi wa M23 waliokamatwa na wazalendo na walikuja kujisalimisha waendelea kupasua siri kubwa ambazo zipo kwenye uwanja wa vita kati ya FARDC pamoja na magaidi wa M23. Miongoni mwa mambo yaliyozungumzika ni kila mawasiliano yanapofanywa kati ya FARDC na wazalendo, magaidi wa M23 wanakuwa wakiyapata hayo mawasiliano. Hata pale ambapo FARDC inapoandaa kushambulia, tayari magaidi wa M23 wanakuwa wamekwisha kupewa signal na hivyo kutafuta jinsi ya kujificha. Amezungumza hayo ni alikamatwa mateka alikuwa upande wa magaidi wa M23, na mengi na zaidi kutoka huko Masisi. Huyu hapa kiongozi wa VDP wazalendo Generali Gideon akimuhoji mkamato wa huyo mateka wa M23. Moi general tosana tatoyo abimi epa ya M23 na banani banguna na biso ba M23. Mais azo bisangai apesinga information alobike biloko nyoso to solo la kana Motorola bango bayokaka. Bazana Motorola moko ya munene tango tozo solola atato changer fréquence na FARDC na biso bazalendo nyoso bayokaka. Baza pe na appareil mosusu avaso ko yebima tango epumbui bango bazo mona ngo na appareil na bango ya zalaki kuna. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Ouais. Bon, ngai leo na inaloba antuka na bitumba. Na bitumba nyoso iloko nyoso kulopanga kana bitumba. Bango bazolanda. Bazana Motorola moko obenga ngo lipita. Lipita. Koma Motorola na komba Motorola na lipita. Donc nyoso bazoloba na mutu nyoso bazolanda. Oui. Avion avec man aéroport. Itelemika lipimatika likolo. Ba signaler mbala moko. Avion déjà est mati. Ando bisa basodana bango biso soko tanini na ndaki avion zoya. Meme na drone meme show. Deti na drone ezobeta tango ebeti ba beti kaka na defense me bazobuma bantu. Nevo bimlia bantu bala kaka. Zandengwana. OK, merci aza A1 azala ke kosala na bureau D na TD ya 34 mission militaire. Est-ce que bazala ke azala kolanda biloko nyonso? Ndeko bake biloko wana sengeli komona technologie ezokende liboso bomona ndenge nene bo reviser technologie biebo tala technologie mosusu kweti makambo wana bantu balandela kabiso te ta mosusu to solo bakeza na bantu mabene bazana kati na biso nzokande technologie na bango ezo eza liboso omone ne makambo ya expliquer biso. Merci beaucoup mwana. Merci beaucoup. Oui.
Baada ya taarifa hizo kutoka huko Masisi, tuingie mkoa jirani wa Ituri ambako kundi la SRP lake Bwana Thomas Lubanga la sambaratika, kundi jipya lataka kuundwa. Serikali ya mkoani Ituri chini ya uongozi wa Luteni Jenerali Luboya Kashama Juni, huku msemaji wa serikali hiyo ya jimbo la Ituri Luteni Jile Ngongo ametoa taarifa ya kusambaratika kwa kundi la SRP lake Thomas Lubanga, ambako viongozi wakubwa 5 wa kundi hilo wameamua kuachana na Thomas Lubanga, huku Thomas Lubanga akibaki peke yake. Lakini kusambaratika kwa kundi hilo sio kwamba ndio mwisho wa makundi ya magaidi kuendeleza harakati zao ndani ya Ituri. Kundi hilo na viongozi hao wanatarajiwa kuunda kundi lingine jipya. Katika mpango huo wa kuunda kundi jipya, serikali ya Ituri imetoa tahadhari kwa wanaume hao wanaotaka kuunda kundi jipya la kuendeleza kuyumbisha usalama ndani ya mkoa wa Ituri. Na msemaji huyo alikuwa na haya ya kueleza. Embu tumsikilize kupitia Baraka One TV. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboya Kashama Juni, nous venons encore lancer un message à nos 5 compatriotes qui ont visiblement choisi la voie de la raison, que nous appelons les 5 mousquetaires: Charles Kakani Bungamuzi, les docteurs Tungulo, David Unyerto et puis les autres. Le message est que nous sommes informés et qu'il y a tendance de créer un autre mouvement pour déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Si vous avez déjà quitté les diables, quittez-les. Ne vous faites plus manipuler par les étrangers pour créer un autre groupe armé, venir déstabiliser la province de l'Ituri. Mes chers frères, nous qui sommes au Congo, avez-vous attendu une seule fois et que les Congolais manipulent certaines personnes pour aller déstabiliser le pays voisin ou aller déstabiliser ailleurs, aller tuer les populations d'autres pays? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois? Mais pourquoi vous avez choisi une bonne option? Ne restez pas là-bas. Nous répétons, ne restez pas là où vous êtes. Revenez chez vous à la maison. Ne soyez plus manipulés pour créer un autre mouvement dans l'objectif de venir détruire cette province. Si vous faites ces mouvements, vous allez tuer qui? Vous allez tuer les Congolais. Parce que tous ceux qui ont fait le mouvement, ils tuent que les Congolais. Vous avez choisi la voie de la raison. Ne suivez plus une autre voie de la sirène pour créer un autre mouvement et de venir déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Revenez à la maison, n'ayez pas peur, vous serez sécurisés. C'est pour l'intérêt de l'Ituri. Revenez en Ituri et participez à la paix et au développement de la province de l'Ituri. À l'instar, la population iturienne jure que par la paix et le développement de sa province. Que personne ne vous manipule de nouveau pour créer un autre groupe armé. C'est créer de malheur aux Ituriens. L'Ituri a besoin de la paix. L'Ituri a besoin de vous. Que personne ne vous manipule. Ils vous donnent l'idéologie à l'étranger. Vous recrutez les Ituriens pour venir combattre les Ituriens. C'est trop aberrant. Nous sommes à l'ère de la paix. La population iturienne a trop souffert. Avoir l'idée de créer un autre groupe armé, c'est plonger l'Ituri dans la souffrance. Évitons les guerres intercommunautaires. Évitons la situation des années 99 jusqu'aux années 2000. Agir de cette manière, vous serez des patriotes et vous aurez le pardon de la République au lieu d'avoir le châtiment suprême de la République. Huko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Amka na Baraka One TV, saa 12 majira ya Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa. King Sele
Jide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Ledone Butoto, Kashose from Australia, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa State Yamen, da Feza, da Letesha, da Irene, da Asha, Ankisi Kandeki, ya Simwe Baguma Samuel, akiwa anasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuchukue taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya Nyangezi, ambako vita ya pamba moto kati ya waza na magaidi wa M23. Mapigano yamezuka upya jimboni Kivu ya Kusini, ukiachana na tarafa zingine, tarafani Walungu, maeneo ya Nyangezi, ambako magaidi wa M23 wamekutana na mkono wa chuma kutoka kwa wazalendo. Mapigano yameanza siku 3 mfululizo, huku majeshi ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wakishirikiana na majeshi ya Burundi, wanaendeleza kwa kunguta magaidi wa M23, huku wakilalama na kudai kwamba majeshi ya serikali wanavunja mkataba wa CCLF. Mapigano hayo ambayo mpaka sasa hivi yamewaweka raia katika wasiwasi kutokwenda kwenye mashamba yao na kutokuhusika pia kwenye shughuli zao za kawaida, kama wanavyosimulia wananchi hao kutoka hayo maeneo ya Nyangezi. Huku Nyangezi vitu binachacha sana. Haiko musantre. Ni Businga, kule Businga, Ishunda, Mubumbano, Muganzo. Sirtu santre Businga ndo kwenye vitu binachacha sana, mabombe na masasi zinalia sana bazalendo na ba M23. Huku Bidaho, ngambo za Karundu, huku Bidaho, precisement Bidaho, ndo kwenye nako mabombe zinalia sana. Mpaka sai tuko tunaongea, ziko zinalia sana, tena sana. Tena sana, sio kidogo hata, tena sana, mara sana. Marume za kila aina zinalia sana kule. Donge hatuyayua mabila biebi natokea kule, tunga tunaboga, hatuyaona ba kutokea kule. Tunga nasikia tu mamilio. Asante. Hayo yakizidi kuendelea huko maeneo ya Nyangezi mpaka kufika maeneo ya Businga, jijini Uvira wameweza kumpokea kamanda mpya ambaye ataongoza kikosi cha 33 ambacho ni kuanzia mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na mkoa wa Maniema. Generali Jean-Jacques Kabamba ndiye ataongoza vikosi hivyo baada ya kuweza kupewa mandate na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa Uvira, Chiviri Amuli ambaye atahusika na masuala ya operesheni pamoja na upelelezi wa kijeshi kupitia Sokola ya pili, amechukua nafasi ya aliyekataliwa ndani ya jiji la Uvira, Bwana Olivier Gasita. Katika upande huo wa mapigano ambayo yako nazidi kuendelea maeneo ya Nyabiondo, M23 wamewaua raia 7 wakiwemo watoto 4 baada ya kulambwa kichapo kitakatifu kutoka kwa wazalendo kwenye uwanja wa mapigano. Yango explosif donc ba cantine nyonso yo tu o ba kabel na bataba onje ndeza na babiloko na kati voilà sana ba explosif donc nyonso ba explosif ya bena ba bombe oyo cantine yango witaki wa cheka maya moto na onje mokonzi nan banan ba ko songa bataliboso ba civil ta ba remarquer ke bumi mutu ne ba ki otika e ba mutu wa na chabi na ba ernin et wana nde ba ere to préciser ne za on précision te me bumi mutu tong ba remarquer ke bumi mutu ne ba ko tika o nyonso tu ba cantine spesa nango wana tu eza na ba bombe bimisa na cantine suna vérifier nan bimisa ya rouge bimisa ngo malembe po mokonzi pia kufa te eza ba ONG réfugié o ba utopesa mikolo eza ki ONG nini to so ba nde ba nani to so ke za ONG nini Yangwana. Donc nyonso masasi na kati. Ya ba maza idea bena bombe. L'excellent.
nyonso pende za bongo tout eza kutuna eloko te awa eza ko échapper tout basoda na kati te donc na basa basoda bazana bakatino bazongisi yango bango nde baye kozongisa na ba civil na cité c'est grave donc air biso tokendaki Tchabi yango nyonso mama na ngai c'est grave congolais balingi basili eza ONG nini oyo ONG nde toye bakombo na ngote lele ko sala verification ONG oyo banani fo botuna banani ba doter ba cantine mikolo oyo ba mama musu basombi kosomba na eza ONG mo wabwe o papa oyo ya société civile yende ya mbaka bango ayebi bango place ba utaka société civile na bango nani cordon ya société civile David voilà il faut ba ke no benga na tongo na alaksanga ONG oyo eza makama matata. Na huo ndo mwisho wa Amka na Baraka One TV kwa asubuhi ya tarehe 23. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia niko nakurushia haya matangazo. Chao chao.